Habari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na tano notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Diwakeo TV. Moja kwa moja tunaitazama kesi ya uhaini ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Mwanaharakati maarufu kutoka nchini Tanzania Hilda Newton akiwa anatupa updates za moja kwa moja kutoka Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam. Tunaendelea na pati ya 154, yani sehemu ya 154, akiwa Mheshimiwa Wakili Katunga ambaye ni wakili wa serikali akiwa anaendelea kuzungumza hapo. Naendelea kama ifuatavyo. Anaendelea wakili wa serikali Katunga: mahakama hii atukufu ijiulize, je, shahidi huyu wa P11 ni mashahidi ambao wamelindwa, akirejea kanuni ya 3 ya kanuni ya ulinzi wa mahakama, akiwaambia pia shahidi anayelindwa ni shahidi ambaye yupo kwenye amri ya ulinzi. Pia amewarejea kanuni ya 5 inaeleza shahidi gani ambaye anapewa ulinzi au analindwa au amri ya ulinzi inatolewa kwake. Mrejee uamuzi wa Jaji Mtembwa wa mahakama hii kuu ya uamuzi wa kulinda mashahidi wa kesi hii. Hoja hii ina majibu mawili kama ifuatavyo. Jibu la kwanza ni kwamba kanuni ya 5 ya ulinzi wa mashahidi kwa ujumla wake inahusu mambo ya kuzingatia kabla haijatoa ulinzi wa mashahidi. Sasa hakuna mnachoweza kubadili katika amri iliyokwisha kutolewa na Jaji Mtembwa. Hoja nyingine ya kwamba mashahidi hawajabainishwa kwa kutajwa kwa majina, nayo pia haijahusiana. Mahakama ilijiridhisha kuwa mashahidi ambao sio polisi ndio watafichwa. Kifungu cha 194 cha CPA yanafanywa kwa upande mmoja, yaani expert application, lakini hakijaweka usiri wa matokeo hayo. Ndiyo maana amri ya mahakama hii iko wazi na iko kila mahali kuhusu ulinzi wa mashahidi. Kama majina ya mashahidi kanuni inataka watajwe wakati wa maombi, je, italinda ulinzi wa mashahidi husika? Haitakuwa imelinda huo ulinzi wa mashahidi husika. Hayuko sahihi kusema wakati huu mambo haya wakati criminal litigation namba 15655 mahakama kuu kupitia Jaji Mkwizu hoja hizi zimelisha. Kumbuka, hii kesi inayorifaa hapa haihusiani na uhaini. Inatajwa ni ile kesi nyingine ya kusambaza taarifa za uongo. Lissu anamuomba hii makala ya hii kesi. Katunga anasema ipo mtandaoni. Lissu anamuuliza, uko serious kweli? Mimi niko jela, unasema uamuzi wa mahakama uko mtandaoni. Jamaa ameenda kutafuta huo uamuzi. Katunga anaendelea, anasema anaomba aende kwenye hoja 3. Kaka yangu mshtakiwa anasema shahidi hawezi kutoa ushahidi akiwa kizimbani kwa sababu haipo kwenye amri ya tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka 2025 ya mahakama kuu ya mahakama hii. Hicho hakiwezi kuathiri chochote katika usikilizwaji wa kesi hii. Kutumia kizimba au procedure ya kumlinda shahidi aliyelindwa na kanuni zinasema mahakama ataweza kupita kizimba maalum. Hivyo ndiyo sheria inayosema haihusiani kitumike kutokana na mabadiliko ya sheria. Kwa mujibu wa kanuni ya 6C inatoa njia tofauti ya kiprosija ya kuendelea kulinda shahidi aliyepewa amri ya ulinzi. Mfano, kama shahidi ni Kingwendulile atakuja kutoa ushahidi, sauti yake ni maarufu mahakamani, atatafuta njia nyingine ya kulinda shahidi huyo. Watu wanacheka, wanaona Katunga anachekesha na Kingwendu wake. Anaendelea hapa, mahakama ndiyo ina uamuzi namna ya kumlinda shahidi au si vinginevyo. Hoja nyingine iliyoileta kwenye kanuni ya ulinzi wa mashahidi na hoja yake akuwa kanuni hizo
zimeanza kufanya kazi wakati yeye alishaletwa mahakamani. Je, zinaweza kutumika retroactive? Sasa majibu yetu ni kwamba kanuni ni sheria za mwenendo, kwa hiyo zinaweza kutumika kama kesi ilishaanza kutumika. Kwa mujibu wa kifungu cha 14 cha tafsiri ya sheria kinasema ili sheria ianze kutumika pale inapokuwa yani gazetted, au yenyewe inasema ianze lini kutumika kwake. Katika uanzilishaji wake alisema kanuni za ulinzi wa mashahidi hazijachapishwa na hazipo kokote. Wasilisho letu kuwa haya ni masuala ya ushahidi tu. Pati ya 155 itaendelea kwenye posti inayofuata. Maoni yamekuwa ni mengi kweli katika chapisho hili hapa ambalo Hilda Newton amelichapisha katika mtandao wa Twitter. Maoni yamekuwa ni mengi. Wa kwanza anaitwa Jimmy, anasema niwie radhi kwa kipindi kifupi. Maelezo ya huyu wakili wa serikali ametukana kidogo, siwezi kusoma, lakini Bob Lole anasema huyo katunga na mpita kama naangalia maiti. Lakini watoto wa mapacha anasema naisubiri ni joined. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo wanazidi kutoka katika chapisho la Hilda Newton. Kumbuka kwamba hii ni kesi ya uhaini inayomkabili Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, siku takribani 88 akiwa ndani ya jela na kesi ikiwa bado imesimama, hakuna chochote kinachoendelea. Lakini siku ya leo rasmi tarehe 9 mwezi wa pili mwaka 2026, kesi hiyo ikiwa inaendelea, na huku ukiwa shahidi wa siri ambaye ni P11 akiwa anaendelea. Huyu ni shahidi namba 4 ambaye anaendelea na kesi anaendelea kutoa ushahidi wa kesi ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambayo ni kesi ya uhaini ambayo ni takribani miezi karibia kadhaa tangu ilianza mwezi wa 4 na sasa ni mwaka mwingine mwezi wa pili, takribani zaidi ya siku 308, kesi hiyo ikiwa inaendelea kusikilizwa katika Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ametoa malalamiko yake kwamba kesi hiyo inasikilizwa taratibu sana, ndio maana inaweza kuchukua hata miaka 10. Akasema kesi hiyo inaweza kusikilizwa hadi mpaka mwaka 2030 kama hawatakuwa wanaenda haraka. Una maoni gani kama Mwanakewe TV? Ningependa kuona maoni yako ukishushwa hapo katika sehemu ya kuandika maoni hapo. Nitakuja kupitia nione una mtazamo gani kuhusiana na kesi inayomkabili Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Jina langu ni D wa Kewe TV. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Bye bye.